Leo ni uzinduzi wa matumaini mapya kwa maelfu ya watoto wa wilaya ya Kwimba. Ndugu zangu, katika wilaya yetu ya Kwimba takriban watoto 18,000 huzaliwa kila mwaka, na takwimu hizi ndugu zangu zipo, lakini hakuwahi kuwa na kitengo maalum kwa ajili ya kutibia watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati. Wapo wazazi waliopoteza watoto njiani wakihangaika kutembea kilomita 100 kwenda Mwanza, hospitali za Seketure na Bugando kwenda kufuata huduma. Lakini leo Doris Noel Foundation na washirika wake wametujengea wodi ya kisasa ambayo tunaambiwa itahudumia watoto 1,300 kwa mwaka. Huu ni ukombozi na uokoaji wa maisha ya watoto wengi ambao tunategemea kuwazaa na kuwalea katika jimbo letu la Kwimba na wilaya yetu ya Kwimba kwa ujumla. Ndugu wananchi wa jimbo la Kwimba, nitoe wito kwetu wote kukilinda kituo hiki kwa wivu mkubwa. Tunakuahidi Bi Doris Mole, tunawaahidi washirika wako wote kwamba sisi wananchi wa Kwimba tutalinda uwekezaji huu wa kiwango kwa wivu mkubwa sana. Ndugu zangu wananchi wa jimbo la Kwimba na wageni waalikwa, uwekezaji huu unaenda kupunguza gharama za rufaa ambazo tumekuwa tukiziingia katika halmashauri, lakini pia unaenda kuifanya Kwimba kuwa sio wilaya ya pembeni bali ni wilaya ya mwanzoni. Tutaenda kuhudumia sio tu watu wanaoishi katika wilaya ya Kwimba, lakini tunaenda kuhudumia pia watu ambao wanaishi kwenye wilaya 5 zinazozunguka wilaya ya Kwimba. Ushirika huu ambao Doris Foundation amekuwa nao na serikali yetu unachagiza juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha huduma za afya kwa jamii ya Watanzania. Ndugu mgeni rasmi, wilaya yetu kabla ya mwaka 2020 tulikuwa na vituo 5 tu vya afya, lakini baada ya miaka 5 kufikia 2025 sasa tuna jumla ya vituo 10 vya afya. Tuna zahanati 56 na huduma kwenye vituo pamoja na zahanati zetu zinaboreshwa mwaka hadi mwaka. Tulikuwa na changamoto ya kina mama kujifungua, ambapo uzazi salama takwimu zinatuonesha tulikuwa hatujafika zaidi ya 76%, lakini sasa hivi tuko 82%. Hizo ni juhudi ambazo serikali inayoongozwa na Dr. Samia imezifanya kuboresha maisha ya wananchi wa jimbo letu la Kwimba pamoja na jimbo letu la Sumve. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kipekee nilete salamu za shukurani kwa Foundation ya Doris kwa kufanikisha ndoto hii, kwa sababu amezungumza hapa Antonio, aliwahi kukutana na changamoto ya mtoto wake. Mimi kama mzazi, mtoto wangu anaitwa Benjamin, alipata tatizo kama hilo, ningeweza kumpoteza Benjamin. Leo Benjamin yuko hai kwa sababu alikwenda kupata huduma bora akiwa Dar es Salaam. Na naiona Foundation ya Doris imeleta ukombozi kwa watoto wengine wengi wilayani kwetu Kwimba. Pale ndani kuna mtoto anaitwa Lea. Ninamwona Lea anakuwa Dr. Samia miaka ijayo. Asingekuwa Foundation ya Doris, pengine Lea tungempoteza. Tunakupongeza sana sana sana. La mwisho, mimi nikiwa kiongozi wa jimbo la Sumve, langu ni moja tu, kuahidi kwamba kituo hiki tutakilinda na kukitangaza kwa wivu mkubwa sana. Kwimba inajulikana kwamba ni wilaya ya pembeni, lakini sasa itakuwa ni referral kwa kituo hiki, itakuwa ni referral ya kuokoa maisha ya watoto wengi. Ndugu zangu watu wa Kwimba, tuwaunge mkono wataalamu wetu ambao watakuwa wanahudumia watoto wetu hapa, ili kila anayekuja Kwimba ajisikie kwamba anapokelewa kwa tabasamu na ukarimu wa watu wa Kwimba. Kwa wadau wetu Doris Mole Foundation,
Keep a Child Alive na wengine wote niliowataja, umejenga urithi wa matumaini. Kuna methali za Kiswahili zinasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na sisi Waswahili wote hapa, mimi natokea hapa kwa vile vile mtoto nilipokuwa nakuwa ni mtoto ni wa jamii. Kwa hiyo naomba hii methali au hii misemo tuitekeleze kwa vitendo. Kituo hiki kinathibitisha kwamba uzima wa mtoto ni jukumu letu sisi sote. Wito wa kuchukua, napenda kuwasihi wadau wote kuendelea kuiunga mkono Tanzania katika maeneo matatu makubwa. And translate in English so that I'm insisting that action plan should assist Tanzania in 3 areas which I'm going to translate in English. Kwanza ni kupanua mfano Doris wa Kwimba hadi wilaya zingine. Nafikiri hili limegusia, kuna vituo vingine vitafanywa, na kuongeza uwekezaji katika mafunzo endelevu ya watumishi wa afya na watoto njiti. Nimefurahi kuona kabla sijachukua hii kazi nilikuwa ndio mkurugenzi mtendaji mkuu wa hospitali yetu ya taifa. Tuna vitengo kama hivi, lakini pale ni kubwa zaidi, tuko na vitanda zaidi ya 100, na pale nilikuwa tunachukua watoto ambao wana changamoto kubwa zaidi. Watanikumbusha wenzangu, nakumbuka kuna siku nilikwenda kuona mtoto pale alikuwa na gramu 800. Unajua gramu 800 hapa, lakini kituo chetu cha Muhimbili kilimtoa kwenye gramu 8 tukampeleka kwenye kilo 1.5. Na huo sisi ndio mshahara wetu mkubwa, ndio inatupa faraja endelea kuamka saa 11 kuja kwenye vituo kama hivi na kuendeleza kazi zetu. La tatu ni kuimarisha ufuatiliaji wa jamii ili huduma hii iendelee hata baada ya kutoka hospitalini. Kwa pamoja tunaweza kuharakisha mafanikio haya. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.